Mheshimiwa Aboud. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali kuhusu tatizo kubwa la maji katika manispaa ya Morogoro. Lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, bwawa la Mindu limezungukwa na kaya za kata mbili na zimefanyiwa tathmini ili waweze kuondoka walipwe fidia, lakini mpaka leo hii hawajalipwa fidia. Fidia yenyewe inategemea ni kwa bilioni 9.2. Je, ni lini serikali italipa fidia ili wananchi wapishe ujenzi wa bwawa la Mindu ili wananchi waondokeane na kero za maji manispaa ya Morogoro? Swali la pili, ni lini serikali itakamilisha taratibu za manunuzi ya wakandarasi watakaofanya kazi mbalimbali zilizobakia katika mradi huu wa bilioni 220? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Abdulaziz Mohamed Aboud, mbunge wa Morogoro mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nampongeza sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kushirikiana na Wizara ya Maji na kwa kuendelea kutoa feedback ya kile kinachoendelea katika jimbo lake na kuwatetea wananchi wake. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa serikali inatarajiwa kulipa bilioni 9.167 kwa ajili ya fidia ya wananchi hao ambao wamegawanywa katika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo wako ndani ya mita 500 ambapo kiasi baada ya kukamilisha uthamini ni bilioni 4.8 ambayo zitalipwa kwa wananchi hao. Lakini baada ya hapo kuna utanuzi wa kingo za lile tuta na penyewe kuna ambao unainuliwa 2.5, lakini malipo yake ni zaidi ya bilioni 4.367. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa majedwali ya mahitaji ya malipo ya fidia haya yako Wizara ya Fedha kwa ajili ya taratibu za malipo, na baada ya kukamilika wananchi watakuwa wameshalipwa fidia zao, na tumepanga ndani ya mwaka huu wa fedha wananchi wote wanaoathirika na bwawa la Mindu watakuwa wamelipwa fidia yao wote. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ni kuhusu mchakato wa kupata mkandarasi. Mheshimiwa, mchakato huu unafuata sheria na kanuni, na muhakikishie tu kwamba Mheshimiwa mbunge tutahakikisha kwamba mchakato huu unaenda kwa haraka ili tupate mkandarasi sahihi kwa ajili ya kutekeleza miradi hii. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.